Haleluya, haleluya. Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, na tunashukuru Mungu tupatia huu muda wa kuwa hapa wa siku ya leo, na pia tunashukuru wainvite wetu wote kuwa hapa kushiriki pamoja nasi kwa siku ya leo mahali hapa. Tunasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 17 mstari wake wa 43 hadi 47 yake. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fimbo na mkuki, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakutia mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondoa kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na nyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika nchi ya Kongo na katika mji wa Uvira, nao miji ya watu wote pia wajue ya kwamba Mungu haokoi kwa upanga, kwa silaha, kwa diplomasi, kwa vita, bali vita ni vya Bwana. Haleluya! Bwana naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Amen. Tuikae na tushangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Kama tuko hapa ni lengo moja tu, kufuatana na hali ambayo tunaishi katika nchi ya Kongo. Na hiyo hali haiko kwa askari tu, haiko kwa serikali tu, iko kwa watu wote, wa raia, kwa serikali, kwa jeshi na kwa kanisa pia. Ndio maana Yesu, umoja wa makanisa za Kikristo katika mji wa Uvira, waliona vyema washirikishe hizo ngazi zote kwa ajili ya kuombea nchi ya Kongo, kutafuta suluhisho kwa ajili ya nchi ya Kongo. Hapa hakuna kanisa fulani, bali ni makanisa yote ya Uvira ndio yako hapa, na tunaipanga jina kanisa la Uvira. Haleluya, haleluya. Ndio maana tuko hapa sote, ili mtu mmoja apatikane katika mji wa Uvira, kama vile mtu mmoja alipatikana katika Israeli walikuwa intimide na Wafilisti pendant 40 jours, na Goliathi alisimama akatukana Israeli, taifa la Mungu, akawaambia hamuna Mungu na hamwezi lolote, na kama mko na nguvu mpate mtu huyu moja tupigane naye, akinishinda mimi Wafilisti wote wanakuwa watumwa wa wana wa Israeli, bali mimi nikimshinda Israeli yote wanakuwa watumwa wa Wafilisti. Sikiliza nikwambie, katika Israeli kulikuwa makuhani, kulikuwa bajenero, kulikuwa bagerie. Mfano mwenyewe alikuwa gerie wa nguvu sana. Sauli alikuwa gerie wa hali ya ajabu. Kulikuwa majito walikuwa wanapigana na Misri.
walijuaga kwamba Israeli ni taifa la Mungu, ni taifa kubwa. Sasa changamie, kulikosekana taifa wala mtu mwenye atapambana na nchi ya Wafilisti na mwenye atapigana na yule Goliati aliyesumbua Israeli. Acha nikwambie, Kongo imezarauliwa dunia nzima. Kongo iko na aibu. Wanaona kama nchi yetu haina jeshi, wanaona kama nchi yetu haina serikali, wanaona kama nchi yetu haina kanisa, haina mtu mwanaweza akaviringisha aibu ya Kongo, na Kongo dunia mzima ijue kwamba Mungu iko ndani ya Kongo. Japokuwa wanawazia hivyo, lakini najua kwamba nchi ya Kongo iko na watu. Haleluya! Nchi ya Kongo iko na jeshi, iko na askari jeshi. Nchi ya Kongo iko na jeshi la pili ambalo ni kanisa. Kanisa ni Armee Celeste, na inapiganaka vita vyake si kama vita vya askari jeshi wa kimwili, na ndio maana tuko hapa. Pia nchi ya Kongo iko na jeshi lingine la wazalendo. Haleluya! Na nchi ya Kongo iko na serikali. Lakini sasa Mungu anahitaji nani atasimama aseme kwa jina la Mungu, aombe, apigane vita, ili dunia nzima wajue kwamba kama Wakongomani wana Mungu aliye hai, na wajua kwamba Kongo iko na serikali na iko na jeshi. Ndio maana tuko hapa. Wewe ndiye ule mtu ambaye Mungu alihitaji kwa siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025, usimame kama vile Daudi alisimama, kama vile Daudi aliambia yule Mfilisti, kamwambia leo hii, today, sio kesho, leo aujourd'hui je n'ai pas hope. Lazima dunia nzima ijue ya kwamba Mungu iko Mkongo, na Kongo iko na serikali ambayo ni kanisa, na iko na serikali, na iko pia na askari jeshi, na iko na wazalendo. Haleluya! Kwa Mungu anapenda kimoja, tumupatie confiance. Haleluya! Tumwamini kama Mungu anaweza kuokoa nchi ya Kongo mudakika hii moja. Tuamini ya kwamba Mungu ni mwokozi wetu. Tuamini ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha historia ya Kongo mudakika moja, na diplomasi inaeshue na maarme zote za dunia zinashambulia Kongo, watajua kwamba kumbe Mungu haokoe kwa silaha, bali anaokoa kwa neno lake. Tunahitaji mtu mmoja leo ataomba ili Mungu aseme. Haleluya! Ili Mungu akomboe nchi ya Kongo. Mungu atulombe kitu, anatulomba tumpatie confiance. Haleluya! Mungu tumpatie confiance. Arme yetu ipatie Mungu confiance. Wazalendo wapatie Mungu confiance. Gouvernement ipatie Mungu confiance. Kanisa ambao tuko hapa tunawakilisha kanisa, tupatie Mungu nini? Confiance. Tuone kama Mungu hata viringisha aibu ya nchi ya Kongo kwa siku hii moja. Tuamini tu. Mungu anapenda tuamini ya kwamba anaweza. Mungu yuko, aliyependa ile siku pamoja na Daudi, anaweza katenda na wewe pia. Kupitia wewe, kupitia maombi yako, nchi ya Kongo inaweza ikapona. Siku moja kitabu cha Kutoka sura 17 kwenye pale mstari wake wa 8, Mungu anamwambia Musa, Wameleki wanashambulia Israeli kama vile M23 kunashambulia government yetu. Na Mungu akamwambia, sasa mimi sitashuka mbinguni nipigane. Wewe ndio
kiongozi na wewe hauko mwanajeshi, hautumiake silaha, lakini uko na fimbo ya uongozi. Chagula maaskari. Musa akafanya nini? Akaita Yoshua, kadri tunaweza ita komanda wazalendo, general wa FARDC, tunamwambia bwana, leo hii tunahitaji twende na wewe kunini? Kuvita. Chagula maaskari wenye wataenda kunini gataki, wapambane. Hiyo ni jeshi la kwanza ndio tulisema. Na jeshi la pili litafanya nini? Watabakia kumulima kumaombi, wako wana intercede. Ile nasema Musa alipoinua mikono yake juu, Israeli walipiga zile shenzi zote. Haleluya! Musa alipoinua mikono yake na Musa aliposimama, makuhani Uri na Aroni wakakuja wakamsuteniri, wakaambia, sisi hatutoke kwenye magoti, tutaendelea tunaombea jeshi letu, tutaendelea kuombea wazalendo, tutaendelea kuombea serikali ili lete strategy, na sisi tutaendelea kuomba Mungu. Yani wanapokuwa kwenye mapambano na sisi tuko kwenye maombi, tukulinye hii moja, tukushinda hii moja. Haleluya! Na ninaamini ya kwamba tukiomba, tukiinua mikono yetu juu, jeshi letu litashinda. Haleluya! Na ningilonga wanajeshi wenye wako hapa na wazalendo, inaona kordo hapo mwingine yuko hapa, mubaambie hivi, kanisa la Uvira linasema hivi, munapoenda kushande batai, munabasinyale ili baende pamoja na nyie muko na bunduki, nao tuko na bunduki yenye inaonekana kwa macho ya binadamu. Haleluya! Nyie tunawasuteni mchango kubwa ya kanisa. Serikali muiambie hivi, mchango kubwa ya kanisa katika mji wa Uvira c'est la prière. Haleluya! Maombi, maana tunamtumania Mungu, anapanaka strategy ya vita. Mungu ndiye anapanaka nguvu, Mungu ndiye mshindi, na yeye apiganake kama mwanadamu. Imaginez-vous Goliati wa 6 metre eti mwenye aeneze metre akamwangusha, na ile silaha ya Goliati ndio mkataka kichwa. Lazima silaha za maadui zetu zigeuke, ndio silaha zetu ndio zitawapiga. Haleluya! Tuamini tu Mungu. Mungu alitenda na Yoshua, kwa mkono wa Yoshua alimaliza Waamaleki wote. Na ile siku Yoshua akasema, leo jua isizimike, mvua isinyeshe, jua isimame mpaka nielimine maadui wote. Haleluya! Sasa niona napata victoire, kidogo usiingie jumu busiku hawawezake kupigana, lakini leo usiingie mpaka enemy achanganyikiwe, ajiulize tuko na force za modeli gani. Tunaposimama kwenye madhabahu, basi kwa banatusinyale, banatuambia leo tunaenda kuatake, banatuambia watushirikishe, sababu sisi tuko arme ingine, tuko arme celeste yenye kwa invisible michoni kwa wanadamu, lakini natumika pamoja na Mungu. Manapotuambia, ninaamini tukisimama, watu wangapi, babishope bote, bareverend bote, makanisa yote ya SSC, ya independant, ya Reveye, ya IFC, waombaji wote wakipata coup de signal, coup de sifflet, wanaambia kesho saa fulani tuko na atake, na sisi tunaanza kuatake. Tutakuwa hapa na tunasukuma bombe tatogota, na ile bombe inaweza kaingia mpaka Rwanda. Nalo mnakumbuka siku moja miguu ya wenye ukoma wangu ilikimbizaka jeshi lote nzima. Haleluya! Na sisi hapa tunaweza tukaomba na majeshi yote M23 na salimu amri, kama tunampatia Mungu confiance, kama tunaamini kama Mungu anaweza, kama tunaamini kama Mungu ni baba yetu, kama tunaamini kama Mungu ni baba wa nchi ya Kongo. Alituita tu Wakongomani na akatupatia nchi, na ndio maana tunapaswa simama nchi ya Kongo, tuombee nchi yetu ili nchi yetu ikombolewe mu mikono ya maadui.
Mungu atubariki. Tunapiga magoti, tunaombea nchi ya Kongo rehema, maana adui ya mkongomani ni mkongomani mwenyewe. Ndio maana tunamwambia Mungu arehemu nchi yetu, arehemu viongozi wa nchi ya Kongo, arehemu wakongomani wote, maana Biblia inasema kama tukinyenyekea kwa ajili ya kubaini makosa yetu, Mungu atasamehe, Mungu atasikia na Mungu ataponya nchi yetu. Sote tunapiga magoti kwa kuombea nchi yetu msamaha, nchi yetu, serikali yetu, jeshi letu, wale wote ambao wanakuwa wanatia nchi mu matatizo. Mungu arehemu. Mungu Baba uliye juu mbinguni, Mungu wa rehema, tuko mbele zako, tunaombea nchi yetu tangu mababu, tangu waliotangulia, wale wote ambao wamekukosea Baba, tumenyenyekea mbele zako. Tunaombea nchi yetu msamaha, tunaombea wakongomani wote kwa jumla msamaha, tunaombea serikali yetu msamaha, tunaombea jeshi letu msamaha. Baba, usamehe, rehemu na kutakasa, ili maombi yetu kubaliwe na wewe. Tunaomba msamaha Baba, samehe Baba, tunaomba tusamehe, samehe wakongomani wote, samehe serikali yetu, samehe jeshi letu, samehe nchi yetu Baba, makosa yote ambayo tumekukosea inaweza kusababisha tupate na shida hii. Tunashuka mbele zako Baba, kama vile wana wa Ninawi walifanya dunia, kama vile walishuka Baba, nasi tunashuka mbele zako ili kusamehe na kutakasa, na ili sasa nchi yetu ipate kupona. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Ukisema dhambi zetu zitapokuwa nyekundu kama damu, tunapozigairi na kuzitubu, tunapoziungama, utaziosha na kuzisafisha mote kuliko theluji. Ukisema tukugairi mabaya yetu, tukikuomba wewe utasikia, utasamehe na kuponya nchi yetu. Asante Yesu kwa kutusamehe, asante Yesu kwa kuponya nchi yetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tunasimama, watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu wanasogelea hapa. Tunaanza ombea nchi, tulishaombea nchi msamaha, tunarudia kule, tunakuwa mwenye mapenzi, lakini tunaingia kwenye maombi. Hapa ni maombi. Hapa tunataka tuseme tugeuke Daudi, adui wa nchi ya Kongo ashindwe na kutoweka. Tunafungua kinywa, kila mmoja anakuja. Mimi nakamata kubendera kuwakilisha nchi ya Kongo, na kila mtumishi kwenye iko aombe. Tuombe karibu kwa maombi. Tunaombea nchi yetu, tunaombea nchi yetu, tunaomba nyinyi kama mtaimba, mtaenda chini kwa chini, na watumishi yote wanaendelea kuombea nchi yetu, ili wewe ugeuke Daudi mbele ya Wafilisti, ugeuke Daudi mbele ya Goliati. Karibu kwa maombi. Mungu Baba uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, Baba, tunaacha nchi ya Kongo katika vitanga vya mikono yako. Usikubali adui aendelee kujitukuza katika nchi ya Kongo. Tunaomba leo Baba, akiingisha aibu ya nchi ya Kongo, maliza vita popote vinavyopatikana. Baba, wewe ni Bwana wa majeshi, unachopigana si kama vile wanadamu wanapigana. Baba, uko na uwezo wako mkubwa. Tetea Wakongomani, ondoa aibu ya Wakongomani Baba, ondoa nchi ya Kongo mikono ya maadui Baba. Tunaombea nchi ya Kongo ikombolewe
Kongo ikombolewe mikono ya M23, ikombolewe mikono ya maadui kwa jina la Yesu Kristo. Baba, maliza vita, piga adui kama vile ulimpiga Goliathi mbele ya Wanaisraeli. Piga adui wa nchi ya Kongo Baba, adui wa nchi ya Kongo wapige na upofu Baba, wakufunge katika shamba la kazi Baba, usikubali nchi yetu iendelee kufaniwa. Wewe ni tumaini letu Baba, wewe ni tegemeo. Tunaamini nguvu zako Baba, tunaweka konfiansa yetu kwako. Tunaamini utakomboa nchi ya Kongo Baba, komboa nchi ya Kongo, ponye nchi ya Kongo Baba, leta amani nchi ya Kongo. Tunatutamika ili amani ionekane, maliza vita ili amani ionekane Baba, maliza vita nchi ya Kongo ili amani ya kudumu ionekane. Mungu, maliza vita nchi ya Kongo Baba, maliza vita nchi ya Kongo, maliza vita Baba, maliza vita nchi ya Kongo Baba, maliza vita. Tunaombea nchi ya Kongo amani, tunaombea nchi ya Kongo ushindi, tunaombea nchi ya Kongo Baba usalama. Maliza vita nchi ya Kongo Baba, tunaomba maliza vita Baba, maliza vita katika nchi yetu, maliza vita Jehova. Wewe ni Jehova Rafa, Elohim, El Shaddai, Bwana Jehova Sabaoth yetu. Amani yetu ni wewe Bwana, tutapata amani sehemu nyingine isipokuwa ni kwako wewe. Unasema unaacha amani yako duniani, unatupatia amani yako ni kama vile ulimwengu ufanavyo. Baba, tunahitaji amani yako wewe. Inua mkono wako Baba, inua mkono wako, sikiliza maombi ya watumishi wako. Tuko Wakongomani Baba, hatutapata msaada sehemu nyingine, msaada tutaupata kwako Baba. Nchi ya Kongo tunaiacha mikononi mwako, tunaiombea ushindi Baba. Yesu, limaliza vita kuondoka, alisema wote umekwisha. Maliza vita Baba, kama ulimaliza Golgotha laana yote, kama ulimaliza laana Golgotha, maliza na vita leo. Leo hii tunahitaji kufika, tunapata ushindi Baba, ushindi katika nchi ya Kongo, ushindi katika nchi ya Kongo, ushindi katika nchi ya Kongo Baba, ushindi katika nchi ya Kongo. Tunaomba ushindi katika nchi ya Kongo Baba, tunaomba amani ya kudumu. Tunakataa vita Baba, tunakataa vita, tunakataa mauaji, tunakataa kukabiliwa, tunakataa mtendwa kuingia Uvira, tunakataa mtendwa kuingia Uvira Baba, tunakataa mtendwa kuingia Uvira. Tunakumbuka Baba, tusimalize vita vya kutorusha na kuja pale pale vya kutoka, maliza vita vya nje kwa mahali hapo, vita vya kulele kuishi hapo, na vita vya nje kwa kuishi hapo Baba. Tunahitaji kusaidia Baba, vita vya nje kwa tunaishia na kutoka kama vile vita vya Kumba na kuishia hapo, kama vita vya kuishia hapo, kama vile vita vya kuishia hapo. Maliza vita Baba, tunahitaji kuona nchi ya Kongo inageuka katika amani. Tunahitaji kuona serikali yetu Baba inakuwa serikali yenye ushindi. Tuwezeshe Baba, serikali yetu itumie mbinu zote Baba, inapotumia mbinu kubaliwe na wewe, ili vita pate kuisha. Watie jeshi letu nguvu, watie wazalendo nguvu Baba, wapatie strateji, wawezeshe Baba, uwe pamoja nao, usipoweka pamoja nao hawatashinda Baba. Uwe pamoja na askari wetu, uwe pamoja na askari wetu Baba, uwe pamoja na jeshi letu, uwe pamoja na wazalendo, uwe pamoja na gavumenti yetu Baba, ili ushindi uonekane. Hakuna msaada mwingine, hakuna tumaini, hakuna Baba tegemeo. Tegemeo letu ni kwako wewe. Tunakuamini Baba, tunaamini nguvu zako. Tunaamini Baba
yaweza yote, katika ututia nguvu Baba, patia Kongomani nguvu mpya Baba, lete nguvu mpya Baba, pigana katika nchi ya Kongo Baba, pigania Wakongomani Baba, tupiganie Baba, tupiganie Baba, pigania nchi yetu, pigania nchi yetu kama vile ulipigania Israeli mbele ya Wafilisti, kama vile ulipigania Israeli mbele ya Wameleki Baba, tupiganie Baba, tupiganie. Tunahitaji kuona ushindi. Pigana Baba, pigana kwa adui wetu, pigana na wale wanaopigana nasi, pigana na wanaopigana na nchi ya Kongo Baba, pigana na wale wanaopigana na Wakongomani, pigana Baba. Wewe ni Bwana wa majeshi, wewe ni mfalme wa amani, Bwana wa amani, Bwana wa majeshi. Shuka na jeshi lako la mbinguni, upigane na wanaopigana na Wakongomani Baba, pigana Baba, pigana Baba, pigana kila siku Baba, tupiganie, utupiganie Bwana. Hatuna nguvu, hatuna uwezo, bali tunaamini uwezo wako, tunaamini nguvu zako, tunakuamini wewe Yesu Baba, tunakuamini. Simama na uwezo wako Baba, kama vile ulisimama na Daudi akampiga Goliathi, nasi tunahitaji Baba usimame Baba. Baba tenda, Baba tenda, Baba tenda, Baba wetu tusaidie. Simama na uwezo wako mkubwa, Mungu tenda ishara, tenda miujiza, ulimwengu wote mzima ujue ya kwamba Mungu wetu nchi ya Kongo, ulimwengu wote ujue ya kwamba Baba wetu nchi ya Kongo, tunaomba msaada, tunaomba msaada kutoka kwako. Tunakataa kukimbia Uvira Baba, tunakataa kukimbia Uvira, tunakataa kukimbia Uvira, usikie na kurudisha mahali alipotoka. Tunahitaji kujiulize Baba, tujiulize Baba, tujiulize Baba, tujiulize Baba, omba 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 Baba, 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 simama na uwezo wako, simama na uwezo wako, tenda Baba, Baba, tuombe tunaweka mkono wako Baba, Baba, tujiulize Jehova, Baba, tujiulize katika nchi ya Kongo, tenda ishara na maajabu Baba, tunaanza mzigo wako, omba waimbaji wanaimba na unaomba, waimbaji wako wanaimba na wewe unaomba, waimbaji wako wanaimba wanatuongoza na wewe unaomba, na wewe unaomba, maombi yako yanaitajika wewe Baba, tunaombea nchi, tunaombea nchi Baba, nchi katika nchi yetu, uwezo wako Baba, ipya uwezo wa kuomba wale ilipitiza wasiane na tunahitaji Baba, ipitize Baba, kwa tunahitaji msaada wako Mungu Baba, tuulize tenda Baba, tenda Baba, tenda Baba, usikubali na ndio ya kukutana Baba